Yo, what's up guys? My name is Ale John Frederick. Nipo kwenye Vede Media na hii ni Vibe Killer. Tumekuja kuua. Anyway, asante Vede Media kwa kunivalisha kama hivi yani. Nimetoka kinyama. Tuko maeneo ya ground na siko peke yangu. Leo namuona mnyama hizi sana. Vipi bro? Salama. Unaendeleaje? Namshukuru. Mambo yanaenda kama kawaida. Kweli eh? Safi. Evan, si hatuna mambo mengi, hatuna mambo marefu. Nitambulishe kwanza kujua. Hello, mimi naitwa Bakonte. Kwa jina langu halisi naitwa Jose. Kwa wale ambao wananifahamu, nilikuwa mwanamemba wa Zalika Surprise. Yo, Jose Bakonte, sio Jose wa Biblia, huyu ni wa Zalika guys. Anyway, unajihusisha na nini? Kwa muda huu sina kazi yoyote ambayo najihusisha nayo. Hauna kazi unajihusisha nayo? Yes. Sasa umemaliza kusema kama ulikuwa Zalika Surprise. Yes, of course. Nilikuwa natumika kwenye Zalika Surprise, lakini yes. Kwa muda nimeona mimi mwenyewe nikae tu. Uliona ikae nje? Yes. Kinini kilichotokea zaidi? Ni mambo marefu. Ndo tunataka tujue kinini kimechotokea ili mpaka utoke, maana sasa hivi haujihusishi na kitu, na kweli kama watazamaji wanavyokuona na kujua ulikuwa mtu wa surprise. Tulikuwa tunakuonaona sasa na umesema umeshatoka tayari, kitu ni surprise kwangu, sijui unaniambiaje? Cha kuongea wala nichangize na kusema tu, unajua pindi unapokuwa na mali ukakosa mtoto, ujue kuna vitu viwili hapo tofauti. Say guys, kuna kitu kiko sawa hapo. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu naongea kwa kusema kila yote ambaye ana mali anahitajika kuwa na mtoto. Kila yote ana mali anahitajika kuwa na mtoto. Okay, tuendelee kwanza. Na kigezo kilichofanya wewe mpaka surprise uko out of group, kinini kilichosababisha zaidi? Cha kuongea na cha kusema tu kwa wale ambao watanifuatilia, mimi sijatoka kwa mtu yoyote kanishirikisha ili mimi nitoke. Kingambo yangu mimi mwenyewe nimejisikia nitoke tu. Umejisikia utoke? Kwa sababu kuna vitu ambavyo vilikuwa vinatendeka ndani, mwishowe nikakuja kugundua ukweli. Kiukweli kiliniuma sana, na ndio maana mwanzo hapo nikwambia kila mtu ambaye ana mali anahitaji kuwa na mtoto. Na mimi nazungumzia kusema kuwa hivi, mimi ni kama vile yatima. Unajua mtu ambaye ako na mali anaweza kuwa na kipengele yoyote ile ili awe na kitu ambacho special anatakiwa kuwa nacho. Kitu gani ambacho kinatakiwa kuwa kwenye maisha ni kama vile mtoto. Mimi kutoka yangu, najua wengi waliongea, hata kwenye kiongozi yangu sasa hivi ananifuata. Mimi nimetoka, sio mtu ndio kaninongoneza ili mimi nitoke. Ila mimi nimetoka kwa kusikia maneno ambayo mimi imenifanya moyoni mwangu kuumia, na ndio maana mimi nimejisikia tu nitoke. Nikiwaza ndio hiyo. Ila unajua kuna sema mkasa mzito zaidi, maana kuna vigezo vya kusema kwamba mimi nilitoka kwa ajili ya hiki. Okay? Mimi nimetoka kwa ajili ya kile, mimi mwingine akatoka kwa ajili. Tunapenda kwa ufupi utuambie chanzo kikuu. Nataka kumaanisha utuanzie mwanzo. Kilianzaje? Maana wewe una muda mrefu unatumika kwenye Zalika Surprise na ni miezi kadhaa kabisa ya kutosha. Sisi tunaanza kuona kwenye media ukienda unafanya zile surprise. Sasa ghafla tu tunakuona unatoka na unasema maelezo kama hayo. Unajua hata watazamaji wataona kweli mbona hiki kitu hakijakaa sawa. Kuna question mark. So clarify it kwa sababu isaidia watazamaji kujua kinini kilichoendelea sababu ya wewe kutoka, maana kuna media mingi ambazo tumezisikia huko zinawashuku nyewe kwa sababu ya hiki ya kile kingine. Sasa unaweza kwa clarify ili watu warizike, kwa sababu washabiki ambao watatufuatilia kwa muda na huu, kitu cha kwanza mimi tapendelea kuambia ni kitu kimoja. Mimi naipenda Zalika Surprise, ila kwa sasa nimeona kama Zalika Surprise hanipendi. Kwa nini kiongozi mnaongea hivyo? Mwanzo tulitumika vizuri, tuliperform sawa, tulifanya masherehe, lakini hapa nyuma kuna mtu ambaye ametoka kwenye Zalika Surprise, mimi sikuwa najua. Anaitwa nani? Anaitwa kama Mama Wize hivi, alikuwa sekretari wa Zalika Surprise.
Yani kiufupi amenifumulia vitu vidogo ambavyo mimi sikuwa navijua kwenye kazi. Na after mimi kujua hivyo vitu, moyoni mwangu mimi niliumia. Unajua sisi ni watu ambao tumekuwa tukitoka tunaenda kufanya kitu, familia inatuangalia sie kwa kusema nini, hicho kitu ambacho unakifanya una faida. Kila siku unatoka unaenda unarudi, faida gani ipo ndani? Mimi kama vile mtu ambaye nina akili zangu zilikuwa zinazipanga sawa kabisa. Of course. Nilitaka mambo yasiendi huku, yasielekee huku. Nikajitahidi hata basi kuweka ukweli kwenye familia, na pindi nilipoweka ukweli wangu, na mwishowe tu mimi mwenyewe nikajisikia nitoke. Na ndio maana mwanzo hapo nilikwambia ni heri uwe na mali lakini utarajie kuwa na mtoto. Yes. Kuna muda ulisema kwamba kuna maneno ambayo yalikufanya utoke, uliyasikia kwa kiongozi. Yanaweza kuwa ni maneno gani ikawa ni sababu ya pia ya wewe kutoka? Unajua vitu kama hivi ni vitu ambavyo vinaleta bifu mengi, naweza kuyasema na mwisho watu wanaweza kunilaumu kwa nini mimi nimeingia na wewe huku wa kusema kitu, wa kutamka maneno kama ile. Unajua mwanaume ni jasiri sana, na nimeelewa ile. Na kama niko jasiri, na ndio maana nimefikia step ya kuongea hivi. Kweli? Yes. Sasa kiongozi hajasema chochote, umesema kiongozi amesema kitu kilichosababisha mimi tunaona kiongozi pale tayari ameshakuwa na mali. Nini nilichoongea? Unajua hata hivyo anaweza kukufuata, bro, mimi nimeongea nini? Sasa ukiclarify inakuwa ni simple sana, maana atajua kumbe ni hiki ndio nilikiongea. Mimi tamzungumzia kwanza sekretari wetu wa Zaleka Surprise Morris. Yes. Na tamlaumu kwanza kwa kuona yeye alikuwa mwenye kamati sana, mtu ambaye alikuwa anashika pesa na anahesabu vitu ambavyo vimeingia na kutoka. Lakini pindi yeye anapokuwa anatolewa ndio ukweli wote unajulikana. Hiko ni kitu kiniuma sana kwa kuona tuko watu kama ni watu 10. Mwale watu 10, mmoja unapewa pesa, wengine wote wasipewe pesa. Hivi imagine kwanza wewe mtangazaji, wewe unaichukuliaje kwanza hiyo kitu? Kweli. Ndio maana hivyo mwanzo nilikuambia hivi, Nyeri uwe na nini? Na mali na uwe na mtoto. Yes. Na kama ulinifuata vizuri na ndio kusema ambapo nilikuwa nielekea hivi. Sasa wala unahisi chanzo cha wewe kutoka ni baada ya Moise ambaye alikuwa ni secretary wa Zaleka Surprise kutoka, like nasema kwamba chanzo cha wewe kutoka ni kwa sababu Moise naye katoka? Hapana, sio hivyo. Unajua kila mtu ametoka kwenye design yake. Mimi nimetoka kwa yangu na ametoka kwa yake. Kwa hiyo hata kwenye maisha ya sasa vifo vilingani. Kuna ule ambaye anagongwa na gari na kuna ule tu ambaye anaweza kuwa anaongea hapa ghafla kaanguka. Na mimi nimetoka kwa kupenda kwangu na kusikia vitu ambavyo mimi sikuwa natarajia kweli vinaweza kufanyika. Yes. Unajua wewe ni mtu wa tatu sasa hivi kuwa out of group ya Zaleka Surprise. Of course. Na ni kama mlicollaborate, lakini sifahamu maana mmetoka kwa muda mmoja kwa wakati mmoja nyote pa. Inawezekana nyote mlienda kwenye mkumbo wa Moses ama je? Hapana. Labda tu kitu ambacho ukijue ni kuongea tu kitu kusema sisi tulikuwa tunatumika kwenye group. Na pindi mtu anatoka kwenye group, haijalishi mwingine mtu atamfuata. Unanielewa hapo kiongozi? Yaani kila mtu ana aina yake ya kutoka. Na mimi aina yangu ya kutoka ni kuona kwa gisi nilikuwa nadanganya nyumbani. Mimi napewa pesa lakini pesa yenyewe mimi sikuwa napewa. Ndio kitu ambacho mimi kimenisababishia mimi nikaamua tu kusema maamuzi yangu mwenyewe nitoke. Maana hata nina wamamangu ambao huko Stella kule walikuwa wananifuatilia sana. Yaani kila muda walikuwa wananiletea malalamiko kwa kusema imagine wewe umefika tu na straight umeanza kuonekana kwenye TikTok. Yaani umeanza kuwa na pesa. Lakini kitu ambacho mimi sikuwa natarajia kuaibisha gundi letu ni ile kusema ukweli kama sipati. Lakini nilikuwa nasema kuambia mimi nilikuwa napata hiyo kidogo hata nipata hiyo hata hiyo 10,000 hata hiyo ngapi kuonesha kama nilikuwa napata pesa. Lakini after ya hivyo nikaja kusikia ponyonyo zingine zinazotuma mimi nikasababisha mimi nitoke.